Ekaristi Takatifu ni chanzo na kilele cha maadhimisho yote ya Kikristo, na hivyo ni sherehe kubwa sana katika kanisa ambayo tunaiadhimisha. Tunapoadhimisha sherehe hii ya Ekaristi Takatifu, tunaanza kukumbuka habari ya chakula. Maana sisi sote tumezoea kula, na kula ni hali ya kawaida ya mwanadamu. Tunaweza tukajiuliza asubuhi hii ya leo, je, mimi ninakula nini? Je, mimi ninakunywa nini? Ni maswali ambayo tunaweza tukajiuliza. Je, mimi chakula ninachokifurahia ni chakula cha meza ipi? Ni meza ipi ambayo nikienda ninapata furaha? Ni meza ya amani, furaha na ukweli, meza ya Bwana wetu Yesu Kristo, au je, ni meza ya utumwa? Kuna wimbo ambao tunaimba mara nyingi na tunaufurahia. Mimi unanigusa sana. Tazameni meza ya Bwana inapendeza, Bwana Yesu ameandaa karamu, ni chakula chenye uzima, chakula chao. Ni meza ipi ambayo wewe unaifurahia? Je, ni meza ya matambiko? Kuna watu wanafurahia kwenda kula kwenye nyama zilizosongolewa kwenye matambiko, wakisikia mbuzi amechinjwa kwa ajili ya matambiko, basi wao ni wazee wenye kufurahia hayo mambo. Tumsifu Yesu Kristo. Unafurahia kula kwenye meza ipi? Wana wa Israeli walipewa chakula na Bwana, walipewa mana wakiwa huko jangwani. Kule jangwani Mungu alipenda kuwaweka karibu naye ili wamtegemee yeye peke yake. Na baada ya kuwapa hii mana, chakula cha bure kabisa kwenye meza ya Bwana, tunaambiwa katika kitabu cha Hesabu tukisoma ile sura ya 11 kwamba walianza kulalamika, wakasema kule Misri tulikuwa tunakula vizuri. Hawa ni watu waliopewa chakula na Mwenyezi Mungu, lakini wakatamani chakula cha utumwani. Walifikiri chakula cha utumwani ndio chakula safi. Tunalishwa na nini? Tunalishwa na neno la Mungu au tunalishwa na maneno gani? Kwa sababu yule mwenye njaa na mwenye kiu sio tu ya chakula, bali njaa na kiu huenda hata zaidi ya chakula cha kawaida hiki tunachokula, huenda zaidi ya kinywaji cha kawaida tunachokula. Tunajiuliza wapendwa, tunalishwa na neno la nani? Kwa sababu neno la Mungu katika somo la kwanza linatuambia mtu hataishi kwa nini? Kwa mkate tu, ila hata na kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo pia aliyarudia wakati wa majaribu yake. Na hivyo tunajiuliza, tunalishwa na neno la nani? Ni neno la Mungu au ni neno la nani? Tunashibishwa na nini? Kwa sababu neno la Mungu hilo ambalo ni zaidi ya chakula cha kawaida linatushibisha na kuondoa kiu yetu. Tunajiuliza, mimi na wewe tunashibishwa na nini? Je, tunashibishwa na masengenyo au tunashibishwa na umbea? Basi mtu mmoja akaja kwangu wakati fulani akaniambia, padri, nina ubuyu. Nikamwambia mimi sili ubuyu. Tumsifu Yesu Kristo. Nyie mnakula ubuyu? Labda ni watoto tu. Watu wamependa umbea mpaka wakabadilisha jina, wakasema, padri, nina ubuyu. Mimi sili ubuyu, kwa sababu ubuyu haushibishi, lakini neno la Mungu linashibisha. Je, wewe unashibishwa na nini? Ni masengenyo? Ni umbea? Au ni nini ambacho kinaushibisha moyo wako? Kwa sababu katika Injili ya Mathayo sura ya 12 ya 34 tunaambiwa kwamba kinywa hutaja yale yanayofurika katika moyo. Sema, kinywa hutaja yanayofurika katika moyo. Kumbe katika moyo wako kama kuna mafuriko ya masengenyo ambayo umekula, maneno mabaya,
na ubuyu na umbea, basi kinywa chako kitanena hayo, utakuwa mtu wa masengenyo na umbea, kwa sababu hayo ndio yaliyokushibisha. Lakini ndugu zangu, hayo yote ni nini mbele ya Mwenyezi Mungu? Tulia kwa Yesu wa Ekaristi, anatulisha na anatunywesha. Kumbe tunatambua kwamba mahangaiko ya mwanadamu ni mengi sana. Tuna kiu ambayo wakati mwingine ni Mungu mwenyewe anaweza kutuliza kiu hiyo. Ndio maana Mtakatifu Agustino aliwahi kusema wakati mmoja kwamba nafsi yangu haitatulia, roho yangu haitatulia mpaka nitakapotulia kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu mwanadamu ana mahangaiko mengi ambayo si rahisi kutulia kama Mungu mwenyewe hajamtuliza. Agustino alilitambua hilo, na wanakwaya wanaimba vizuri, nimeumbwa kwa ajili ya Bwana, nimeumbwa Tumsifu Yesu Kristo. Nimeimba wakafikiri huu wimbo tunaimba msibani tu. Sio msibani tu. Maneno ya Agustino, nimeumbwa kwa ajili yako na roho yangu haitatulia mpaka itakapotulia kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tuna njaa na kiu ambayo ni Mungu mwenyewe anaweza kuituliza. Tunaweza tukajiuliza, je, Mwenyezi Mungu ametulizaje kiu ya mwanadamu katika historia ya mwanadamu? Na hasa tukitazama maandiko matakatifu na maneno ya leo kutoka kwenye maandiko yanatuambia Mungu alituliza vipi kiu ya mwanadamu. Wana wa Israeli walipokuwa kule jangwani, Mwenyezi Mungu alituliza kiu yao na alituliza njaa yao kwa kuwapa chakula gani? Aliwapa chakula gani? Chakula gani? Aliwapa nini? Watoto semeni, aliwapa mana. Semeni, aliwapa mana. Mungu aliwapa Waisraeli nini jangwani? Mana. Aliwapa nini? Mana. Aliwapa mana, chakula cha jangwani, ili wale watulize njaa yao. Zaidi sana akawapa na maji ya kutoka kwenye mwamba ili watulize kiu yao. Lakini tunaambiwa walikula hii mana, wakanywa na haya maji, wakafa. Walikula na kunywa, lakini wakafa. Mwenyezi Mungu amekusudia kuwapa chakula gani? Je, aliwapa mana ndio kiwe chakula cha kudumu cha wanadamu wote? Jibu ni hapana. Mana ilikuwa ni andalio ya chakula bora zaidi kwa ajili ya mwanadamu, andalio kwa ajili ya kinywaji bora zaidi kwa ajili ya mwanadamu. Na hivyo Musa, nabii wa Mwenyezi Mungu, kuhani wa Mwenyezi Mungu, anawakumbusha wana wa Israeli katika somo la kwanza, anawaambia msisahau ile njia, ikumbukeni na wala msimsahau Bwana Mungu wenu aliyewapa haya yote wakati wa utumwa wenu, msije mkawa watu wa manung'uniko. Musa alitambua kwamba mwanadamu kwa kawaida anapokula na kushiba anaanza kunung'unika. Tunapopata mafanikio kidogo katika maisha tunamsahau yeye aliyetupa hayo mafanikio, na wengine baada ya mafanikio wanamwacha Mwenyezi Mungu. Wanaona ni kwa nguvu zangu tu nimeyaweza haya, ni kwa mkono wangu nimeyaweza haya. Wanasahau kazi ya Mwenyezi Mungu katika maisha. Nabii wa Mwenyezi Mungu, kuhani wa Mwenyezi Mungu, Musa anawakumbusha wana wa Israeli msisahau na mkumbuke ile njia, kwa sababu Mungu aliwatendea makuu. Na ujumbe kwetu sote ni kwamba tusisahau Mungu aliyotutendea na tusisahau mapito tuliyoyapitia
mpaka tukafika hapa tulipo, kwa sababu ni Mungu tu ndiye aliyatenda hayo. Tusiwe watu wa kunung'unika, tumkumbuke Mwenyezi Mungu na yale aliyotutendea na mpaka kutufikisha hapa katika siku hii ya leo. Na kwa hiyo maana walioila wana wa Israeli ikawa ni maandalizi ya kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo angependa kumwachia mwanadamu kwa ajili ya safari yake ya hapa duniani, yaani mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyotuachia tuile, ili tusije tukafa kama wana wa Israeli, bali tupate uzima wa milele. Tunaimba yale maneno katika Injili ya leo tuliyosikia, kutoka kwenye mana mpaka Ekaristi Takatifu. Maana ikawa ni maandalizi ya wao kuelewa juu ya hiki chakula, mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, anayoniachia mimi, anayokuachia wewe, ili tuweze kula, sio tufe, bali tupate uzima wa milele. Na sisi sote tunajua kwamba tupo safarini kuelekea kwa Baba, tupo safarini kwenda kwenye uzima wa milele. Tule nini ili tuweze kufikia kwa uzima wa milele? Tule mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo tuweze kufikia uzima wa milele. Swali ni kwamba katika meza ya Bwana, kwenye sehemu ambayo Mwenyezi Mungu hutuandalia chakula, je, sisi tunakula hapo? Muulize mwenzako, wewe unakula wapi? Muulize tusikie vizuri, wewe unakula wapi? Kwa sababu yeye ametuandalia meza, tunakula na kunywa kwa ajili ya uzima wa milele. Wewe unakula wapi? Wewe unakunywa wapi? Upo tayari kula kwenye hiki chakula alichotuandalia, au bado unakula kwenye meza ya utumwa na masengenyo, au bado unakula kwenye meza ya matambiko? Unakula wapi? Na sisi tumeandaliwa chakula hiki tuje tukale bila kulipa chochote, lakini wengine hatupo tayari kujiongea kwa ajili ya chakula ambacho Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe ametupatia katika maisha yetu, na alichotupa Bwana wetu Yesu Kristo na akakiweka ile siku ya Ijumaa Kuu ni mwili na damu yake. Haiwakilishi mwili na damu yake, bali ni kweli mwili na damu yake. Ni yeye kweli katika maumbo ya mkate na divai. Watoto walioiva kwenye mafundisho, Ekaristi Takatifu ni nini? Sakramenti ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mtu katika maumbo ya mkate na divai. Katika maumbo ya mkate na divai, Bwana wetu Yesu Kristo yumo ndani yake, na kwa namna hiyo yeye mwenyewe alikusudia abaki na sisi katika maisha haya. Sio kwamba aondoke na sisi tubaki kama yatima, tubaki bila Mungu, bali yeye alikusudia kwamba atakapoondoka anatuachia Ekaristi Takatifu ili uwepo wake uwepo miongoni mwetu, hasa wakati ambapo tumekusanywa na upendo wake, Mungu katikati yetu. Jambo la kufurahisha, jambo la kustaajabisha. Ni wangapi kati yetu wanatambua uwepo wa Mwenyezi Mungu katika Ekaristi Takatifu, nguvu ya Mwenyezi Mungu katika Ekaristi Takatifu, uwezo wa Mwenyezi Mungu katika Ekaristi Takatifu, namna ambavyo kwa kumgusa na kwa kumla anaweza akatufanyia mambo katika maisha yetu. Tuna nafasi ya kipekee ya kumla Mungu katika maisha yetu. Tunamla na tunamnywa, anakaa ndani yetu, ndivyo alivyosema, anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake. Bahati ya kipekee, wengi wetu hatuitambui hilo. Mungu anakaa ndani yetu, tumepewa uwezo wa kumla Mungu akae ndani yetu. Watoto, semeni tunamla Mungu. Semeni tunaula mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye anakaa ndani yetu.
Unajua wakati wa komunyo ya kwanza tunakuwa na furaha sana ya kupokea Ekaristi Takatifu, lakini baada ya hapo furaha inaanza kupotea taratibu. Kwa nini? Tunajiuliza katika Dominika ya leo, kwa nini furaha hii inapotea? Tunampokea Mungu katika maisha yetu, ndani yetu, kwa nini furaha hii inapotea? Muulize mwenzako, kwa nini hii furaha inapotea? Leo hii tunaalikwa tuamshe tena furaha ya Ekaristi katika mioyo yetu. Tutamani tena kushiriki katika meza ya Bwana. Tutamani kumla tena Yesu katika maumbo ya mkate na divai. Ni yeye kweli, mwili na damu, roho na umungu katika altare hii. Tumle tena, aingie tena katika maisha yetu, alete tena mabadiliko. Pale ambapo tumekwama na tukapata njaa, yeye mwenyewe awe ni chakula cha njiani. Yeye mwenyewe ni chakula cha njiani. Na hilo tutalifanya pale ambapo tumefanya maandalizi yanayofaa, maandalizi sahihi katika kuja katika adhimisho la misa takatifu. Mwambie mwenzako maandalizi. Mwambie mwenzako, mgeukie, usiniangalie mimi. Mwambie maandalizi. Wakati mwingine tunakuja kwenye adhimisho la misa takatifu bila maandalizi. Tunakuja kwenye Mungu bila maandalizi. Umeamka tu, hujapitia hata somo la leo. Umekuja tu, hujafanya maandalizi yoyote. Hujaandaa hata sadaka yako utakayomtolea Mwenyezi Mungu. Umefanya mambo kawaida. Mambo sio kawaida tena. Tunakuja kwa Mungu. Fanya maandalizi unapokuja katika adhimisho la misa takatifu. Jiandae unapokuja hapa. Tunakutana na Mungu. Tunamshika, tunamla, tunamnywa. Fanya maandalizi sahihi. Kwa nini maandalizi sahihi? Ili tuweze kupata baraka katika maisha yetu. Yeye akae ndani yetu, sisi tukae ndani yake, halafu tuishi kama ndugu. Maandalizi wakati wa kuja kwenye adhimisho la misa takatifu. Ndugu zangu, yeye anautoa mwili wake na damu yake tuweze kula na kunywa kwa ajili ya uzima wa milele. Maana yake tunapata nguvu ya njiani ya safari yetu. Mwambie mwenzako, nguvu ya njiani. Tupo safarini, tunarudi kwa Baba. Tunahitaji nguvu ya njiani. Wakati mwingine mtu anaweza kuona katika magumu unayopitia, katika changamoto unazopitia, bado unaendelea kujikongoja tu. Anashangaa unatoa hii nguvu wapi? Yesu wa Ekaristi anatupa nguvu na neema ya kusonga mbele katika maisha yetu. Anatupa nguvu ya njiani. Halafu kama Paulo alivyotuambia, tunaposhiriki mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuinywa damu yake, tunapomla yeye, tunakuwa sisi sote ni ndugu. Kwenye kongamano la Ekaristi lililofanyika mwaka uliopita, mwaka juzi, lilitukumbusha na ile kauli mbiu, udugu kuponya, mmesahau. Udugu kuponya ulimwengu. Sisi sote ni, tumsifu Yesu Kristo. Tumesahau, ni mafundisho. Semeni, sisi sote ni ndugu. Kwa hivyo kauli mbiu ilikuwa udugu kuponya ulimwengu, sisi sote ni ndugu. Udugu kuponya ulimwengu, sisi sote ni ndugu. Na tunaposhiriki mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mimi na wewe tunakuwa ni ndugu. Sasa tukianza kutendeana mabaya, ni kwa nini tumeshiriki kwenye meza ya Bwana? Kwa nini tunatendeana mabaya sisi kama Wakristo? Kwa nini unakuwa na wivu na jicho la husuda kwa mwenzako? Kwa sababu sisi, kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate. Tunapokea sehemu ya ule mkate, tunakuwa ndugu. Kwa nini vita? Mmefunga ndoa, mnashiriki kwenye meza ya Bwana. Kwa nini mnagombana kwenye ndoa yenu? Mmezaliwa pamoja, ninyi ni ndugu wa kuzaliwa. Kwa nini mnagombana? Pengine na watawa, sisemi kwa sauti kubwa. Kwa nini watawa wagombani? Kwa sababu sisi ni ndugu. Kwa nini tunagombana? Au pengine sisi kama mapadri, kwa nini tuwe na ugomvi miongoni mwetu ili hali sisi ni ndugu? Na wewe Mkristo mpendwa, kwa nini uwe na kinyongo na chuki na mwenzako, wakati baada ya kushiriki kwenye hii meza ya Bwana sisi sote ni ndugu? Ni kwa sababu kwenye ile meza unayokula haikusaidii kuishi vizuri, inakusaidia kuleta mtafaruku katika jamii. Tule kwenye meza ya Bwana tuweze kushikamana vizuri na kuendelea kuishi kama ndugu. Mwambie mwenzako, wewe ni ndugu yangu. Mwambie yule, ni ndugu yangu.
Sema sisi sote ni ndugu. Watoto mpo? Tupo kabisa ndani ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume na misionari. Yaani shetani naye tupa kule nyama nyama. Watoto, raha si raha? Ukiwa na Yesu ni raha tu. Shetani naye tupa kule nyama nyama. Asanteni watoto wapendwa. Wewe ni ndugu, yule ni ndugu yetu, na sisi sote ni tuendelee kuishi na kushikamana kama ndugu. Tumsifu Yesu Kristo.